Salaam. Kesi inayowakabili wananchi wa Kivule jijini Dar es Salaam waliobomolewa nyumba zao imeondolewa kutokana na upande wa washtaki kuomba kuongeza vipengele vya msingi katika kesi hiyo ili shauri lao lifunguliwe upya kutokana na kuongezeka kwa wananchi wapya wanaoshtakiwa. Kesi hiyo inayowakabili wananchi wa Kivule Msongola mpakani mwa wilaya ya Temeke na Ilala jijini Dar es Salaam ilifunguliwa na kikundi cha umoja wa vijana wa Kikristo Tanzania UVIKUTA kuwalalamikia wananchi hao kuvamia eneo la kujenga nyumba za kinyume cha sheria. Hivyo UVIKUTA inawataka waliovamia kurejesha viwanja hivyo. Akizungumza nje ya mahakama jijini Dar es Salaam, wakili wa upande wa daiwa Adam Mwambene amesema sheria inawaruhusu upande wa shtaka kuondoa ushauri hilo na kufungua kesi hiyo upya. Kwa haraka sana sisi tunataka kufanya mambo mawili. Ndio. Kuna watu ambao wamevunjiwa nyumba lakini kwenye kesi ya Temeke hawakuwemo. Tuko pamoja jamani? Ndio. Sisi tunakusudia kuleta kesi ya hao watu ambao kwenye kesi ya Temeke hawakuwemo lakini nyumba zao zimevunjwa. Hiyo jambo ambalo la kwanza tutafanya. Waleta maombi au wadai ambao ni UVIKUTA wameomba kulitoa shauri mahakamani, lakini mahakama imeridhia hayo maombi yao, ila imeamuru kwamba ilipe fidia za wadaiwa kwa sababu wamekuwa wakihudhuria mahakamani pamoja na matatizo mengine walioyapata. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Ukonga Mwita Waitara amesema wananchi hao wanakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ya kukosa nyumba za kulala kwa muda mrefu. Hivyo ameiomba mahakama inayosikiliza shauri hilo kuharakisha ili waweze kupata haki yao. Mimi nitaomba muondoke. Mimi nitabaki hapa labda na mheshimiwa diwani. Wakili akimaliza hizo kesi zao, sisi lazima tukae nao chini ili tujue nafasi ikoje. Kama hiyo kesi na hasa hii ya uvunjaji inafunguliwa kwa hati ya dharura ili tuweze kujua. So hati ya dharura maana lazima kusikiliza kwa haraka ili tuweze kupata nafasi ya kwenda. Tusingependa mimi mwenyewe kama mbunge wenu kuwaingiza kwenye matatizo. Zaidi ya nyumba 500 zimebomolewa katika eneo hilo ambapo kesi hiyo imeondolewa hadi hapo itakapofunguliwa upya baada ya kurekebisha vipengele kadhaa. Saidi Makala, Channel 10, Dar es Salaam.